Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitab Hadith 40 an-Nawawi, sharh Hadith 40 an-Nawawi, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, tukiwa bado tunaendelea na hadithi ya 4. Wa min fawaid hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi kama hii, hadithi ya 4, faida ya 6 ni hikmatullahi azza wa jalla fi atwari aljanin. Miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuumba kijusi, yani mtoto mdogo, kwa hatua mbalimbali, kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Minan nutfati ila al-alaqati, kuanzia nutfa, yani mbegu ya uzazi, hadi kuwa alaqa, yani pande la damu. Wa min fawaid hadha alhadith, na miongoni mwa faida ya hadithi hii, faida ya 7 ni ahmiyatu dam fi baqai hayati al-insan, umuhimu wa damu katika kuendeleza uhai wa mwanadamu. Wa wajhuhu, na maana yake ni kwamba anna asla bani adam ba'da nutfati al-alaqa, asili ya mwanadamu baada ya hatua ya nutfa, mbegu ya uzazi, ni alaqa. Wal alaqatu damun, na alaqa ni damu. Walidhalika, kwa ajili hiyo, idha nazafa damu linsani halaka, mwanadamu inapotoka ile damu ya mtu inapotoka kwa wingi katika mwili wake, yale maisha yake yanaweza kuwa hatarini, au mtu kama ule anaweza kufa. Wa min fawaid hadha alhadith, na miongoni mwa faida hadithi kama hii, faida ya 8, anna at-tawra ath-thalitha hiya al-mudgha, hatua ya 3 ni ukuaji wa kile kijusi kutoka katika alaqa na kuingia katika mudgha, kutoka katika damu na kuingia katika pande la nyama. Wa hadhihi almudghatu, na pande la nyama kama hili, takunu mukhallaqatan wa ghaira mukhallaqatin binafsi alquran, pande la nyama kama hili inaweza kuwa imeumbika au haijaumbika kwa mujibu ya Qur'an. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa, kisha tukamfanya kutokana na kipande cha nyama kilichoumbika na kisichoumbika. Sheikh anasema, lakin malladhi yatarattabu ala kauniha mukhallaqatan au ghaira muhallaqa, masala haya, lakini ni hukumu zipi ambazo kwamba zinazotokana ya kuwa kiumbe hiko kimeumbwa au hakijaumbwa? Aljawab, jibu lake anasema, yatarattabu alaiha masail, kuna masala kadhaa yanatokana na mambo kama haya. Kwanza akasema, law saqatat hadhihi almudghatu ghaira mukhallaqatin, ikiwa pande la nyama kama hili ikitoka tumboni kwa mwanamke kabla pande la nyama kama hilo halijaumbika,
lam yakun ad-dam alladhi yakhruju nifasan, basi damu ambayo kwamba inayotoka kwa mwanamke kama huyo si damu ya nifasi, bal dam fasad, bal ni damu ile ya istihadha, damu ya ugonjwa, na wala sio damu ile ya kawaida. Kwa hivyo ikiwa mwanamke amezaa, yani kimetoka kitu, yani pande la nyama likatoka ndani ya tumbo lake, na ikaonekana pande la nyama lile halijakamilika, yani halijatoa sura zake, yani maumbile, basi Sheikh anasema damu ambayo kwamba itakayotoka ile sio damu nifasi. Na kama tunavyojua damu nifasi ikiwa yenye kuendelea huwa hafai kuswali, hafai kufunga. Naam. Kwa hiyo damu ile ambayo kwamba itakayotoka anasema ni damu istihadha, ni ile damu ya ugonjwa. Kama vile mara nyingine msichana au mwanamke akiwa katika siku zake, ikiwa anajua siku zake kawaida ni siku 7, ikapita siku 7 akaendelea siku ya 8, siku ya 9. Sasa ile ambapo kwamba siku zinazoendelea siku ya 8, ya 9, 10, ile damu inaitwa damu istihadha. Tayeb, damu ya ugonjwa. Athani, masala pili, asema athani ya pili, walau saqatat hadhihi almudgha qabla an takhluqa, na ikiwa pande la nyama kama hili ikitoka kabla halijaumbika, wa kanat almar'atu fi iddatin. Haya masala muhimu sana. Na mwanamke alikuwa katika eda, ikiwa ni eda la talaka, ikiwa ni eda la kufiwa, lam tanqadi al-idda, basi eda yake haimaliziki kwa kutoka kwa ile mudgha, ile pande la nyama. Yani mwanamke yuko katika eda akatokwa na pande la nyama katika mwili wake, na pande la nyama hilo halijakamilika, baada halijaonyesha maumbile, pande la nyama tulintoka, basi Sheikh anasema masala kama haya eda lake bado litakuwa linaendelea, ikiwa ni eda la kuachwa talaka au kama ni eda la kufiwa itakuwa bado inafanya nini, inaendelea, au kama ni eda ya kufiwa na mume. Tayeb, kwa hivyo eda haijavunjika, bado eda inaendelea. Kwa sababu gani? Liannahu la budda fi inqidha'i al-iddati an yakuna al-hamlu mukhallaqan. Hii ni kwa sababu eda ambayo kwamba ile ya halisi, sawa, yani eda ambayo kwamba akasema eda haiishi isipokuwa pale ambapo mimba imekwisha umbika. Ikiwa kiumbe kimeshaumbika alafu baadaye tuseme pande la nyama likatoka ikaonekana kabisa kuna mikono, sura, yana kichwa, miguu, yani kile kiumbe kishombika, sasa hapo ile eda itakuwa imeisha, ikiwa ni eda ya kuachwa talaka au ni eda ya kuzaa ya kufiwa, basi ikiwa kiumbe kama kile kimekamilika, yani kimeonyesha sura, basi ile idda itakuwa imeisha. Ndio Sheikh akasema wala budda li thubuti nifas min an yakuna alhamlu mukhlaqan. Hivyo hukumu ya nifas haithibiti isipokuwa ikiwa kile kijusi kimekwisha umbika. Liannahu qabla at-takhliqi yuhtamalu an takuna qit'ata lahmin faqat, kwa sababu kabla ya hapo kinaweza kuwa ni kipande cha nyama tu, walaysat adamiyan, si kiumbe wa kibinadamu. Ndio Sheikh akasema falidhalika, kwa ajili hiyo, la ta'dilu ila ithbati hadhihi al-ahkami illa biyaqin, hatuthibitishi hukumu kama hizi mpaka tupate yaqini, bi an yatabayyana fihi khalqu insan, kwamba ndani yake zimeonekana dalili za umbo la mwanadamu.
Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.